Habari za Jumamosi hii mtazamaji wa EA TV popote pale ulipo, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Mkuu wa wilaya Ilala jijini Dar es Salaam Bi Sofia Mjema amepiga marufuku vijana wa ulinzi shirikishi kujishughulisha na ukamataji wa bodaboda katika wilaya hiyo. Badala yake vijana hao wasaidie kufichua wizi na vitendo vingine vya kihalifu ili jeshi la polisi liweze kuchukua hatua. Mkuu wa wilaya Ilala ametoa agizo hilo leo jijini Dar es Salaam wakati madereva wa bodaboda kutoka katika wilaya hiyo walipokutana naye kwa lengo la kutaka afikishe salamu za pongezi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kwa hatua mbalimbali anazozichukua katika kukabiliana na vitendo vya rushwa na ubadhirifu wa mali ya umma. Kweli tunao vijana wetu ambao ndio ulinzi shirikishi, au sio? Wafanye kazi zile zinazowafaa, kazi hizi za kitaalamu waachie polisi. Wasipokuwa wataalamu, ugomvi ndio utatokea. Matatizo haya yatatokea kati ya ugomvi wa kwenu na nyinyi. Hili la ukamataji wa bodaboda, ukamataji wa magari, tutawaachia polisi ndio wafanye. Kuanzia sasa, wapigeni picha askari wanaochukua rushwa. Niletee kielelezo, nitachukua hatua kali sana dhidi yao. Mamlaka ya kuchukua hatua ninayo, mimi ndio msimamizi wao. Maoni na mapendekezo ya sisi wana bodaboda, kutokana na dhamira yetu ya kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu John Pombe Joseph Magufuli kwa kuwa wazalendo wa kweli na kwa kuzingatia idadi yetu ya madereva bodaboda wa wilaya ya Ilala ambao ni zaidi ya 50,000, tunaomba tusajiliwe kama ndugu zetu wa machinga ili nasi tuweze kutoa kima cha chini cha kodi. Tuendelee kukupekulia kurasa kwa hili. Tanzania imetajwa kuwa na idadi ndogo ya watu wenye bima za maisha ikilinganishwa na nchi nyingine za Afrika kama vile Kenya na Afrika Kusini, huku takwimu zikionyesha kwamba 5% tu ya Watanzania walioajiriwa hapa nchini ndio wenye bima hizo. Mkurugenzi wa leseni na mwendeshaji wa soko kutoka Mamlaka ya Bima Tanzania TIRA, Bwana Samuel Mwiru, amesema hayo leo jijini Dar es Salaam mara baada ya kumalizika matembezi ya hiari kwa wadau wa sekta ya bima jijini Dar es Salaam yaliyokuwa na lengo la kuhamasisha wananchi kuwa na tabia ya kujiwekea bima. Takwimu zinaonyesha kwamba huduma za bima kwa kweli zinachangia kama 1% hivi ya pato la taifa kwa maana GDP, na kiwango hicho kwa kweli bado kiko chini ukilinganisha na nchi ambazo zinaendelea au masoko ambayo yanazidi kuibukia, ambayo angalau kufika 3% ndio inaonekana kwamba umefikia kiwango kizuri. Kwa takwimu ambazo zimetolewa na TIRA za mwaka 2015, hicho ni kiwango kidogo kweli kweli kulinganisha na nchi kama Kenya ambayo iko baina ya 2.5% na 3%. Hatuwezi kujilinganisha na nchi kama Afrika Kusini ambayo mwitikio ni zaidi ya 10, na nchi kama Namibia ambayo ni 14%. Tumalizie kukupekulia kurasa kwa hili. Vijana nchini Tanzania wameshauriwa kubadilisha mitazamo na kuwa na mitazamo mipya ambayo itawasaidia kuzijua fursa za ajira badala ya kuwa na mitazamo ile ile kwamba ajira ni kutoka serikalini pekee. Afisa maendeleo ya vijana kutoka mkoani Dar es Salaam Bwana Masalinda Zefania ametoa kauli hiyo leo jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya miaka 17 ya asasi ya dira ya vijana TYVA. Vijana wanatakiwa kubadilisha kwanza mitazamo kwa ile waliokuwa nayo zamani na kuingia katika mitazamo mipya, kwamba lazima tukubali kwamba lazima tufanye kazi. Kuna changamoto ya ajira, lakini lazima vijana wakubali kwamba lazima watafute fursa mbalimbali kwa ajili ya kuweza kujitengenezea ajira. Waache ile fikra kwamba ukisoma ukiwa na degree ukaajiriwe sehemu kusudi upate kazi. Tatizo la ajira lipo duniani kote, lakini kuna mambo mengi ambayo vijana wangeweza kuyafanya. Lakini mara nyingi wamekuwa wakifikiri zaidi ajira kama njia ya kuajiriwa, kufanywa wafanya kazi mahali fulani, lakini hawafikiri zile opportunities walizonazo, uwezo walionao. Kila kijana akipigania nafsi yake binafsi hatafanikiwa, lakini tunachotakiwa ni vijana kuungana na kupigania kwa pamoja nafsi zao, na hapa ndio watapata mafanikio.
Mtazamaji, tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kutazama kurasa hapo kesho, na pia usisite kututumia maoni yako kupitia barua pepe yetu ya kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea kurasa, jina langu ni Elikunda Materu. Endelea kutazama vipindi vinavyofuata ndani ya Tinga nambari 1 kwa vijana, EATV.